Tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa msalaba wa Kristo na msalaba wetu wenyewe. Yesu alituamuru tuchukue msalaba wetu wenyewe na kumfuata. Wale wanaofuata njia ya Kristo kwa usahihi ndio wale wanaobeba misalaba yao wenyewe. Usemi mwingine wa msalaba wetu wenyewe utakuwa mateso. Kila mtu kutoka mbinguni hupewa mateso. Hasa kwa wale wanaotafuta kufuata maisha ya Kristo, wana msalaba wao wenyewe. Tunapoukabili msalaba wetu, ni juu ya kila mtu kufanya uchaguzi wake mwenyewe. Kristo hakuepuka wakati wa giza zaidi maishani mwake, bali alichagua njia kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Wafuasi wake walikimbia. Wanafunzi walikimbia ili kuepuka wakati huo. Hata Petro, ambaye alijulikana kwa imani yake imara, alimkana Kristo mara 3. Katika maisha yetu, kila mmoja wetu hupewa nyakati za giza. Inaweza kuelezwa kama msalaba wetu. Tunapaswa kuushughulikiaje msalaba wetu wenyewe tunapopewa? Inategemea imani na mtazamo wa kila mmoja. Ndiyo maana Yesu alisema, mtu yeyote anayetaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake anifuate. Kila mtu ana msalaba wake mwenyewe. Tunaweza kufikiri mtu huyo anaonekana anaishi maisha rahisi kwa sababu ana usalama wa kifedha. Walakini sivyo ilivyo. Kila mmoja ana nyakati zake za giza. Tofauti ni jinsi tunavyozivumilia na jinsi tunavyozishinda. Mungu anatuamsha kwa ukweli kwamba baraka na thawabu zitatolewa ipasavyo, akisema, mtu yeyote anayetaka kunifuata. Usemi mtu yeyote unaonyesha kwamba hakuna utofautishaji inapokuja kwenye kumfuata Kristo. Mzigo wa msalaba bila shaka hutolewa kwa mtu yeyote anayetaka kufuata maisha ya Kristo. Leo tujifunze kutoka Biblia jinsi Kristo alivyoshinda mateso na kuvumilia nyakati za giza kupitia uchaguzi wake, akiongoza wanadamu kwenye wokovu. Hatupaswi kuishia tu kwa kutambua kwamba sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu inahusu mateso pekee. Ni wazi kwamba Mungu alitupa sikukuu hii ili kutupatia mafundisho muhimu. Ninaamini kwamba tunapaswa kusimama kando ya Mungu, kufanya uchaguzi kulingana na mtazamo wa Mungu na kufuata njia yake hata nyakati za giza zinapokuja. Tuangalie katika Biblia kuona jinsi Mtume Paulo alivyochukulia nyakati zenye giza maishani mwake. Tufungue Matendo sura ya 20. Tuangalie sura ya 20 mstari wa 22. Nami sasa nimesukumwa na Roho, ninakwenda Yerusalemu, wala sijui ni nini kitakachonipata huko. Ila ninachojua tu ni kwamba Roho Mtakatifu amenionya kuwa vifungo na mateso vinaningoja. Wakati huo, kifungo na mateso vilimngojea Paulo. Tuone mstari wa 24, lakini siyahesabu maisha yangu kuwa ya thamani kwangu, kama kuyamaliza mashindano na kukamilisha ile kazi Bwana Yesu alionipa, yaani kazi ya kuishuhudia Injili ya neema ya Mungu.
Tafadhali angalieni kwa makini jinsi Mtume Paulo alivyotenda wakati wa giza zaidi maishani mwake na njia gani alichagua, hata akiona mbele kifo chake mwenyewe. Katika Matendo sura ya 20 mstari wa 24, Paulo alisema kwamba hakuyahesabu maisha yake kuwa ya thamani kwake linapokuja suala la kuishuhudia Injili. Alijitolea kuhubiri Injili hata kwa kuhatarisha maisha yake mwenyewe. Tuangalie sura ya 21 mstari wa 10. Baada ya kukaa kwa siku kadhaa, akateremka nabii mmoja kutoka Uyahudi jina lake Agabo. Alipotufikia akachukua mshipi wa Paulo akajifunga, akautumia kufunga mikono na miguu yake mwenyewe, akasema, Roho Mtakatifu anasema hivi ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mwenye mshipi huu na kumkabidhi kwa watu wa mataifa. Tuliposikia maneno haya sisi na ndugu wengine tukamsihi Paulo asiende Yerusalemu. Lakini Paulo akajibu, kwa nini mnalia na kunivunja moyo? Mimi niko tayari si kufungwa tu, bali hata kufa huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Kwa njia hii, tunapoangalia maisha ya Paulo, kila mmoja wetu ana msalaba wake mwenyewe. Ilimbidi Paulo pia ahimili misalaba hiyo yote. Kwa kuangalia maisha ya Kristo, Paulo ambaye aliguswa sana, alienda Yerusalemu akiwa na azimio la kufa, akijitahidi kuhubiri kuhusu Kristo. Siku zote ni juu ya kila mmoja wetu kuamua jinsi ya kutenda na kile cha kuchagua katika wakati wa giza wa maisha yetu. Lazima tusisahau kamwe kwamba chaguzi zetu zinaweza kutuongoza kwenye utukufu wa milele au zinaweza kutuburuta hadi jehanamu. Paulo alichagua kusimama upande wa Mungu na kutembea njia ya Mungu. Hakujali kifo, taabu wala mateso. Katika Matendo sura ya 20 na 21, tunaweza kuona maisha ya Paulo ambaye alikuwa tayari kufa kwa ajili ya Injili tangu wakati alipoanza kuihubiri. Tuangalie Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 24. Mara 5 nimechapwa na Wayahudi viboko 40 kasoro kimoja. Mara 3 nilichapwa kwa fimbo, mara 1 nilipigwa kwa mawe, mara 3 nimevunjikiwa na meli, nimekaa kilindini usiku kucha na mchana kutwa. Katika safari za mara kwa mara, nimekabiliwa na hatari za kwenye mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kutoka kwa watu wangu mwenyewe, hatari kutoka kwa watu wa mataifa, hatari mijini, hatari nyikani, hatari baharini, na hatari kutoka kwa ndugu wa uongo. Nimekuwa katika kazi ngumu na taabu, katika kukesha mara nyingi, ninajua kukaa njaa na kuona kiu, nimefunga kula chakula mara nyingi, nimehisi baridi na kuwa uchi. Zaidi ya hayo yote, nakabiliwa na mzigo wa wajibu wangu kwa makanisa yote. Je, ni nani aliye mdhaifu nami nisijisikie mdhaifu? Je, nani aliyekwazwa nami nisiudhike? Kama ni lazima nijisifu, basi nitajisifia yale mambo yanayoonyesha udhaifu wangu. Maisha ya Paulo yalikuwa mfululizo wa taabu. Alikuwa katika hatari kutoka kwa watu wake mwenyewe, waumini wa uongo, mito na wanyang'anyi. Si kutia chumvi kusema kwamba maisha ya Paulo yalikuwa maisha ya msalaba wenyewe. Hata hivyo, alisema, zaidi ya hayo yote, nakabiliwa na mzigo wa wajibu wangu kwa makanisa yote. Leo tunapouangalia msalaba wa Kristo na kufikiria kuhusu mateso yake, msalaba tunaopaswa kuuhimili hauwezi kulinganishwa na msalaba wake. 우리가 짊어질 그 십자가는 그리스도의 그 십자가와 비교할 바가 되지 않습니다.
Ikiwa ukubwa wa msalaba wa Kristo ungeweza kuchukuliwa kuwa 1,000 au 10,000, msalaba wetu usingeweza hata kufikia 1. Paulo akiangalia msalaba wa Kristo siku zote alitamani kuifuata hiyo njia. Leo hebu tuazimie kufuata njia ambayo Baba yetu wa mbinguni na Mama yetu wa mbinguni wametembea, kama vile Mtume Paulo. Uchaguzi ni wenu, lakini mtachagua nini? Kila mtu, wakiwemo wale ambao hawamo katika ukweli, hukabili taabu na nyakati za giza. Walakini kulingana na kile tunachochagua, kunaweza kuwa na matokeo yanayompendeza Mungu na yale yasiyompendeza. Hata jangwani, Mungu aliwaruhusu wale wapelelezi 12 kupeleleza nchi ya Kanaani, nchi itiririkayo maziwa na asali. Wapelelezi 10 walileta habari mbaya zenye kusikitisha. Kwa hakika hiyo si nchi ya sisi kuingilia. Sio nchi tunayopaswa kusogelea. Wote ni majitu na sisi ni kama panzi. Yeriko ni ngome isiyoshindika. Tukizingatia athari waliokuwa nayo juu ya Waisraeli wote, walifanya uchaguzi mbaya sana. Walitakiwa kutia imani katika Mungu miongoni mwa Waisraeli, lakini badala yake waliwatwisha watu mzigo kupitia taarifa yao hasi. Watu wote walilia usiku kucha na kumlalamikia Mungu, wakiuliza, kwa nini ulitutoa Misri ili tufe jangwani? Katika historia ya ushindi wa Kanaani, miaka 40 ya maisha ya Waisraeli jangwani inatufundisha mambo mengi. Badala ya kuchukua msalaba waliotakiwa kubeba, wale wapelelezi 10 walionyesha mtazamo mbaya kwa kuwafanya watu walalamike dhidi ya Mungu. Tafadhali fikirieni kuhusu msalaba ambao Kristo alibeba na msalaba ambao lazima tuhimili. Yesu alisema kwamba kwanza kabisa, ikiwa tunatamani kuwa wa Kristo, lazima tuhimili msalaba wetu wenyewe. Tuthibitishe hili kwa kuangalia Mathayo sura ya 16. Mathayo sura ya 16 mstari wa 24. Ndipo Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake anifuate. Kwa maana yeyote anayetaka kuyaokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote atakayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Kwa maana je, itamfaidi nini mtu kuupata ulimwengu wote, lakini akayapoteza maisha yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Yesu alisema, mtu yeyote anayetaka kunifuata ni lazima auchukue msalaba wake anifuate. Tusipofuata njia yake, hatuwezi kamwe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa kuwa wale tu wanaohimili msalaba wao wanaweza kutembea hiyo njia. Bila shaka tutakabili wakati wa giza na hali fulani ambazo zinatushurutisha kufanya uchaguzi. Paulo alifuata njia ya Kristo, akihitimisha kwamba maisha yake mwenyewe hayakuwa ya thamani. Alichukua msalaba wake mwenyewe na kumfuata. Lazima tuichukue misalaba yetu na tufuate maisha ya Kristo kikamilifu. Waebrania sura ya 11 mstari wa 24.
Tuangalie sura ya 11 mstari wa 24. Kwa imani Mose alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akachagua. Aliyachagua kuwa vipi? Kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa anasa za dhambi kwa kitambo kidogo tu. Aliona kushutumiwa kwa ajili ya Kristo ni utajiri mkubwa zaidi kuliko hazina za Misri, maana alikuwa anatazamia kupata thawabu baadaye. Mose pia alichagua maisha ya msalaba. Biblia inatuambia kwamba aliona maisha ya msalaba na mateso pamoja na watu wa Mungu kuwa yenye shangwe zaidi kuliko kufurahia anasa za kitambo kidogo tu za ulimwengu huu. Tuangalie Waebrania sura ya 11 mstari wa 35. Sura ya 11 mstari wa 35. Wanawake walipokea watu wao waliokuwa wamekufa wakafufuliwa. Lakini wengine waliteswa nao wakakataa kufunguliwa ili wapate ufufuo ulio bora zaidi. Wengine walidhihakiwa na kupigwa, hata walifungwa minyororo na kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walipasuliwa vipande viwili kwa msumeno, waliwawa kwa upanga. Walizunguka wakiwa wamevaa ngozi za kondoo na mbuzi, wakiwa maskini, wakiteswa na kutendwa mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Walizunguka majangwani na milimani, katika mapango na katika mahandaki ardhini. Watu hawa wote walichagua njia ya imani, nao walibeba misalaba yao kwa imani. Mungu alituangazia kupitia Waebrania sura ya 11 kwamba walichagua njia sahihi na kuikataa njia iliyo rahisi. Hivyo ni nini kisichoepukika kwa wale wanaotaka kuishi maisha ya utauwa ndani ya Kristo? Kutakuwa na taabu kwao. Tufungue Timotheo wa pili sura ya 3. Tuangalie Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Lakini wewe umeyajua mafundisho yangu, mwenendo, makusudi, imani, uvumilivu, upendo, ustahimilivu. Mateso na taabu, yaani mambo yote yaliyonipata huko Antiokia, Ikonio na Listra, mateso yote niliyostahimili, lakini Bwana aliniokoa katika hayo yote. Naam, yeyote anayetaka kuishi maisha ya utauwa ndani ya Kristo Yesu. Je, nini kitatutokea? Atateswa. Kwa wale wanaochagua kufuata maisha ya msalaba wa Kristo, kutakuwa na mateso na wakati wa taabu utakuja. Tunapaswa kutendaje nyakati hizo za giza? Kwa kuwa ni juu ya kila mmoja wetu kufanya uchaguzi, lazima tuchague kwa hekima. Miongoni mwa wale wapelelezi 12, je, tunapaswa kuchagua njia sawa na wale wapelelezi 10 au njia ya Yoshua na Kalebu? Katika hali kama ya Paulo, je, tunapaswa kukata tamaa na kukimbia? Au tunapaswa kutangaza, hakika nitafanya yale ninayopaswa kufanya, hata kama inamaanisha kuhatarisha maisha yangu? Chaguzi hizi zote ambazo wamepewa watoto wa Sayuni zinaweza kuonekana kama msalaba wetu wenyewe. Walakini msalaba hautuletei maumivu na mateso tu. Kutakuwa na heshima tukufu ya mbinguni. Ndiyo maana Paulo alisema, mashindano nimeyamaliza, imani nimeilinda. Sasa nimewekewa taji ya haki. Je, hii si sababu alikuwa mtume bora aliyebeba msalaba wake kwa uaminifu na kusonga mbele hadi kwenye ufalme wa mbinguni kwa kufuata nyayo za Kristo? Mstari wa 13. Lakini watu waovu na wadanganyaji watazidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika.
Bali wewe udumu katika yale uliyojifunza na kuyaamini kwa uthabiti. Tunakumbushwa kubaki katika yale tuliyojifunza kutoka kwa Mungu na kuyaamini kwa uthabiti na kufuata njia ya msalaba wa Kristo Yesu. Kuhusu suala la kubeba msalaba wetu wenyewe, Yesu alisema kwamba wale wanaoteseka watabarikiwa. Tuendelee na Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5 mstari wa 10. Heri wanaoteswa kwa sababu ya haki. Kuteswa maana yake ni kuteseka. Inaweza kumaanisha kubeba msalaba. Hii si kwa ajili ya uovu bali kwa ajili ya haki. Heri wanaoteswa kwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watu watakapowashutumu na kuwatesa na kunena dhidi yenu mabaya ya aina zote kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa kuwa hivyo ndivyo walivyowatesa manabii waliokuwa kabla yenu. Mungu anatukumbusha kwamba kwa watoto wa mbinguni wanaoishi katika ulimwengu huu, njia ya msalaba inawangoja katika ufuatiaji wao wa haki na utauwa. Kwa hiyo alisema, furahini na kushangilia kwa sababu thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Pia tunaweza kuona kwamba Mungu kamwe hawapigi kisogo wale wanaoteseka, bali huwakumbuka na kuwapa thawabu ya baraka za milele. Tuangalie Luka sura ya 16 mstari wa 19. Sura ya 16 mstari wa 19. Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, ambaye aliishi kwa anasa kila siku. Hapo penye mlango wake aliishi maskini mmoja, jina lake Lazaro, mwenye vidonda mwili mzima. Huyo Lazaro alitamani kujishibisha kwa makombo yaliyoanguka kutoka mezani kwa yule tajiri. Hata mbwa walikuwa wakija na kuramba vidonda vyake. Wakati ukafika yule maskini akafa, nao malaika wakamchukua akae pamoja na Abrahamu. Yule tajiri naye akafa na akazikwa. Kule kuzimu alipokuwa akiteseka, alitazama juu, akamwona Abrahamu kwa mbali, naye Lazaro alikuwa karibu yake. Hivyo yule tajiri akamwita, Baba Abrahamu, nihurumie na umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake ndani ya maji aupoze ulimi wangu, kwa sababu nina maumivu makuu kwenye moto huu. Lakini Abrahamu akamjibu, mwanangu, kumbuka kwamba wakati wa uhai wako ulipata mambo mazuri, lakini Lazaro alipata mambo mabaya. Huu sio mfano tu kuhusu tajiri na maskini Lazaro. Kupitia mfano huu, tunakumbushwa kwamba mtu mmoja aliishi kama alivyopenda bila kubeba msalaba wake, ilhali mwingine alipata usumbufu na taabu akiishi kama maskini. Mungu alitokea kama Abrahamu na akamuuliza yule tajiri, je, hukupokea mambo yote mazuri katika maisha yako? Ulifanya chochote ulichotaka. Hukuwa na mateso. Walakini kwa Lazaro hata jambo rahisi la kutafuta chakula lilikuwa mzigo mzito. Lazaro alipata mambo mabaya. Lakini sasa anafarijiwa hapa na wewe uko katika maumivu makuu. Kupitia mfano wa tajiri na Lazaro, Mungu alituamsha kuona tofauti kati ya wale wanaobeba mzigo wa msalaba wa Kristo na wale wanaofuatia starehe tu. Kwa kuwa Lazaro alipatwa na taabu, huku yule tajiri akifurahia starehe katika dunia hii, alisema kwamba hali zao zingekuwa kinyume katika ulimwengu wa kiroho. Ndiyo maana Mathayo sura ya 5 inasema, heri wanaoteswa kwa sababu ya haki.
Huenda hatutambui sasa kama ni baraka au la, lakini baadaye tutaona kwa nini iliitwa baraka. Mungu ambaye huona mwisho tangu mwanzo alikuja hapa duniani katika mwili kutupa mafundisho hayo ya thamani. Nyakati za giza zinapokuja maishani mwetu au katika safari yetu ya imani, hatupaswi kuzikataa. Badala yake, tunapaswa kufikiri, mimi pia lazima niuchukue msalaba wa Kristo kama alivyofanya. Kama Paulo, Petro na baba wote wa imani, lazima tukumbuke mzigo wa msalaba uliobebwa na baba na mama wa mbinguni. Je, hatukumbushi kwamba ufalme wa mbinguni ni wa wale wanaoteswa kwa sababu ya haki? Tuangalie Warumi sura ya 8 mstari wa 35. Wakati wa mateso, wale wanaochukua msalaba wao na kufuata mfano wa Kristo wanaweza kuwa na imani ya aina hii. Tusome mstari wa 35. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni shida au taabu au mateso au njaa au uchi au hatari au upanga? Mambo haya yote yanaonekana kama msalaba yakitazamwa kwa mtazamo wa ulimwengu. Walakini haya yanaweza kututenga na upendo wa Kristo. Mungu anatupa jibu katika mstari unaofuata, mstari wa 36, kama ilivyoandikwa, kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo haya yote tunashinda, naam, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua kwa hakika ya kuwa sio mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuja, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote zitaweza. Je, hazitaweza kufanya nini? Kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu, Bwana wetu. Ni wale tu ambao wamechukua msalaba wao ndio wanaweza kukiri kwa namna hii. Walakini wale ambao hawawezi kuhimili msalaba wao watageukia mbali hata kwa kizuizi kidogo sana, kama ilivyoandikwa katika Yohana sura ya 6 mstari wa 66. Akiwatazama wale waliokuwa wanaondoka, Yesu alinena na wanafunzi wake, je, ninyi pia mnataka kuondoka? Bwana, tuondoke twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Kila kulipokuwa na usumbufu mdogo, watu waliona vigumu kushinda nyakati hizo za giza. Watu hao walimfuata Yesu tu kana kwamba wanamfuata mtu maarufu, na hatimaye wakamwacha. Katika maisha Kristo aliyotembea, kulikuwa na nyakati nyingi za giza zinazohusiana na msalaba. Kulikuwa na nyakati za mateso na dhihaka, nyakati za maumivu aliposulubiwa, wakati ambapo alichomwa ubavuni mwake kwa mkuki, na wakati ambapo alipigwa mijeledi. Wale walioamini kwamba hakuna kitu kiwezacho kuwatenga na upendo wa Kristo walibeba msalaba uitwao umateso. Wakati wa giza unapokuja, hebu tukumbuke kujitolea na kujitoa dhabihu kwa Baba na Mama yetu ambao daima wanatutangulia, tuushinde na kuongoza roho nyingi kwenye wokovu na toba. Na sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iwe wakati ambapo mioyo yetu imeungana katika kusudi hili. Msalaba uliobebwa na Baba na Mama ni mzito sana. Hauwezi kulinganishwa na yetu ambayo ni midogo sana. Hebu tusilemewe na misalaba yetu midogo, wala tusiache njia ambayo Baba na Mama wametembea.
Nikiwaomba kukimbia njia ya imani inayovumilia hadi mwisho na inayoongoza kwenye ushindi, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni. Mungu awabariki.